الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutuwafikisha kwa kuonana tena kwenye kikao chetu cha 20 katika mlolongo wa vikao vya tafsiri ya Qur'ani tukufu pamoja na tarjama yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha kuweza kuzifanyia tarjam na sherehe ya ujumla Suratul Baqara kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 180. Na kikao chetu hiki cha leo cha 20 tutazifanyia tarjama kuanzia aya ya 181 mpaka aya ya 190 ya Suratul Baqara. Na baada ya hapo tutakuwa na sherehe ya ujumla kwa hizo aya 10, na sherehe ya ujumla ya kikao chetu cha leo tutazungumzia nukta 5 nuqat, nukta 5 ambazo tutajaribu kuzizungumza kwenye kikao hiki. Lakini kabla ya kuanza tarjama hii, napenda kuendelea kutoa pole kwenu nyinyi nyote mnaotusikiliza na kutufuatilia kwa msiba mkubwa wa kiongozi wa mashariki na magharibi
wa kiongozi wa Waislamu wote, khalifa wa Mtume, imamu wa mashariki na magharibi, bwana wetu Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bwana mkubwa huyu Ali ibn Abi Talib siku hii ya 20 na mwezi 20 wa Ramadhan yuko kitandani, sumu inazidi kutambaa kwenye mwili wake baada ya alfajiri ya jana mwezi 19 kupigwa upanga wakati ya kiswali swala ya asubuhi, na akashindwa kuimalizia swala hiyo jamaa, akamtanguliza mwanawe Hasanul Mujtaba akaweza kuikamilisha. Kwa hivyo poleni sana kwa msiba huu mkubwa wa bwana huyu mkubwa, na Mwenyezi Mungu kwa baraka ya upanga ule na kwa jihadi ile kubwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie ibada zetu, atufanikishie mambo yetu, atufanyie wepesi kila palipokuwa na uzito, na atufungulie kila ambalo limefungwa. Baada ya pole hiyo, naomba sasa tuanze nukta yetu ya kwanza ya kuzifanyia tarjam aya 10, aya ya 181 mpaka aya ya 190. Mwenyezi Mungu anasema, faman baddalahu, basi yoyote mwenye kuubadilisha, baada ma sami'ahu, baada ya aliyo yasikia, fa innama, hakika hapana vingine, ithmuhu ala alladhina yubaddiluna, madhambi yake ni juu ya wale ambao wameubadilisha. Fa innama ithmuhu, hakika hapana vingine madhambi yake, ala alladhina yubaddiluna, ni juu ya wale watakaobadilisha. Inna Allaha sami'un alim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mjuzi. Faman khafa min musin janafa, basi mwenye kuogopa, min musin, basi mwenye kuogopa, basi mwenye kuhofu, min musin, kutoka kwa mwenye kuhusia, kutoka kwa mwenye kutoa wasia. Janafa, makosa. Au ithma, au madhambi. Fa aslaha bainahum, akasuluhisha kati yao. Fa aslaha bainahum, akafanya vizuri kati yao. Fala ithma alayhi, basi hapana madhambi juu yake. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye huruma.
faman khafa min musin janafa au ithma fala ithma alayhi, hapana madhambi juu yake. Fala ithma alayhi, hapana lawama juu yake. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye huruma. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Kutiba alaikumus siyam, mmeandikiwa juu yenu funga. Kutiba alaikumus siyam, mmefardhishiwa juu yenu funga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaridhishwa, kama ilivyoandikwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqun, huenda nyinyi mkawa wacha Mungu. La'allakum tattaqun, kwa ajili muwe wacha Mungu. Ayyaman ma'dudat, ni siku maalum. Ayyaman ma'dudat, ni siku maalumu za kuhisabika. Faman kana minkum marida, basi yule ambaye awe katika nyinyi ni mgonjwa. Au ala safarin, au yuko safarini. Fa'iddatun min ayamin ukhar, basi ni hisabu min ayamin ukhar, ya siku nyingine. Fa'iddatun min ayamin ukhar, basi yampasa kulipa idadi yake katika siku nyingine. Wa ala alladhina yutiquna, na ni juu ya wale ambao wanaiweza funga kwa tabu. Wa ala alladhina yutiquna, na ni juu ya wale ambao, na ni juu ya wale wawezao kufunga kwa mashaka. Fidyatun, kutoa fidya. Fidyatun, ya wapasa walipe fidia. Taamu miskin, chakula kwa ajili ya maskini. Faman tatawwa khaira, basi yoyote mwenye kujitolea jambo la kheri. Faman tatawwa khaira, basi mwenye kufanya jambo la kheri. Fahuwa khairun lah, basi hilo ni bora kwake yeye. Wa antasumu khairun lakum, na kufunga ni bora kwenu nyinyi. In kuntum ta'lamun, kama nyinyi mnajua. Shahru Ramadan
mwezi wa Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Hudan linnas, ni muongozo kwa watu. Wa bayinatin min alhuda, na ni ubainifu unaotokana na muongozo. Wal furqan, na ni ubainifu faman shahida minkum ash-shahra, basi mwenye kushuhudia miongoni mwenu mwezi, faliyasumuhu, basi na aufunge. Waman kana marida, na yoyote ambaye awe yuko katika safari, na yoyote ambaye awe ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko katika safari, faiddatun min ayamin ukhar, basi ni hisabu ya siku nyingine. Faiddatun min ayamin ukhar, basi atalipa siku nyingine. Yuridu Allahu bikumul yusra, anawatakieni Mwenyezi Mungu nyinyi wepesi. Wala yuridu bikumul usra, na wala hawatakieni Mwenyezi Mungu uzito. Walitukmilu al-idda, na kwa ajili mkamilishe hisabu. Walitukabbiru Allaha, na kwa ajili mumtukuze Mwenyezi Mungu. Ala ma hadakum, kwa vile alivyowaongozeni. Walaallakum tashkurun, na ili mshukuru. Walaallakum tashkurun, na kwa ajili mumshukuru Mungu. Wa idha sa'alaka ibadi anni, na watakapokuuliza wewe waja wangu kuhusu mimi. Fa inni qarib, hakika mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i, naitikia maombi ya mwenye kuomba. Idha da'ani, pindi yanaponiomba. Falyastajibuli, basi waniombe. Falyastajibuli, basi watarajie majibu kutoka kwangu. Waliyu'minu bi, na waniamini. La'allahum yarshudun, huenda wakaongoka. La'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa funga kukutana na wake zenu, kujamiiana na wake zenu, kuingiliana na wake zenu. Arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum, wao ni vazi kwenu. Wa antum libasun lahunna, na nyinyi ni vazi kwao wao. Alima Allahu, alijua Mwenyezi Mungu. Annakum, kwamba nyinyi.
kuntum takhtanuna anfusakum, mlikuwa mkizihini nafsi zenu, mlikuwa mkizifanyia khiana nafsi zenu. Fataba alaikum, akawakubalia toba. Wa afa ankum, na akawasamehe. Falana, basi hivi sasa, bashiruhun, tangamaneni nao. Bashiruhun, laleni nao. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na tafuteni kile ambacho amewaandikieni Mwenyezi Mungu. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka uwabainikieni uzi mweupe. Mpaka uwabainikieni mstari mweupe. Min alkhayt alaswad, unaotokana na mstari mweusi. Min alkhayt alaswad, unaotokana na uzi mweusi. Min alfajri, wa alfajiri. Min alfajri, ambao ni alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kesha kamilisheni funga mpaka usiku. Wala tubashiruhunna, na wala msitangamane nao, na wala msilale nao, na wala msiwaingilie. Wa antum aakifuna fil masajid, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kukaa itikafu misikitini. Wa antum aakifuna fil masajid, tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Fala taqrabuha, basi msikaribie. Kadhalik, kadhalika, kadhalik, kama hivyo. Yubayinu Allahu ayate, anaziweka wazi Mwenyezi Mungu aya zake, anazibainisha Mwenyezi Mungu aya zake. Linnasi, kwa watu. La'allahum yattaqun, huenda. La'allahum yattaqun, huenda wakawa wacha Mungu, huenda wakawa na takwa. Wala taakulu amwala nnas, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msile mali zenu kati yenu kwa batili. Na wala msile mali zenu. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msile mali zenu kati yenu kinyume na sheria. Watudlu biha ila alhukam, na mkazipeleka kwa mahakimu. Litaakulu fariqan min amwali nnas,
ili mle sehemu ya mali ya watu. Litaakulu, ili mle fariqan min amwali nas, sehemu ya mali ya watu. Bilithmi, kwa madhambi. Bilithmi, kwa makosa. Wa antum ta'lamun, na nyinyi mnajua. Wa antum ta'lamun, na nyinyi mnajua. Yasalunaka anil ahilla, watakuuliza wewe kuhusu mwezi muandamo. Wanakuuliza wewe kuhusu mwezi. Qul, sema. Qul, sema ewe Muhammad, hiya mawaqitu linnasi, huo ni kitu cha kuweka nyakati kwa watu. Hiya mawaqitu linnasi, hivyo ni vipimo vya nyakati kwa ajili ya mifumo ya maisha ya watu. Qul hiya mawaqitu linnasi walhaji, na hija. Walaysa albirru, na wala haukuwa wema. Bi an ta'atul buyuta min dhuhuriha, kuyaendea majumba kupitia mgongoni mwake. Walakinna albir, na lakini wema, man ittaqa, ni kwa yule anayemcha Mwenyezi Mungu. Wa atul buyuta min abwabiha, na yaendeeni majumba kupitia milangoni mwake. Wattaqullah, na muogopeni Mwenyezi Mungu. Wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, na mcheni Mwenyezi Mungu huenda mkafaulu. Na mcheni Mwenyezi Mungu mtafaulu. Waqatilu fi sabilillah, na piganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na wapigeni katika njia ya Mwenyezi Mungu alladhina yuqatilunakum, wale wanaowapigeni. Wala ta'tadu, na wala msivuke mipaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kuvuka mipaka. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Aya ya 190, tarjama ya aya 10 za suratul Baqara, tarjama fasaha na iliyokuwa salama. Naomba salawatu kabla ya kuhamia nukta ya pili. Naam, baada ya tarjama hiyo, sasa naomba tuje kwenye kuzisherehesha hizi aya 10, lakini kama kawaida yetu kulingana na muda, sherehe yetu inakuwa ni fupi na ni sherehe ya ujumla, asharhul ijmali. Katika sherehe yangu ya ujumla leo nitakuwa na nukta 5, 5 nuqat, nukta 5. Nukta ya kwanza,
tutulie kwenye hii aya ya 187 kwenye neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akielezea mwanzo wa funga na mwisho wa funga, akasema maneno yake Subhanahu wa Ta'ala mwisho, thumma atimmu siyama ila al-layl, mmehalalishiwa kukutana na wake zenu usiku wa Ramadhan. Wao wake zenu ni vazi lenu na nyinyi ni vazi lao. Mungu alijua kwamba mlikuwa mnasumbuka, sasa wamewapeni ruhusa, mnaweza kulala na wake zenu usiku. Kuhusiana na muda wa kufungua, kuhusiana na muda wa kufungua, Mungu anasema wakulu washrabu, kuleni na kunyweni mpaka itakapodhihiri alfajiri ya kweli. Kuleni na kunyweni hatta yatabayana lakumul khaytul abyad, mpaka itakapojitokeza alfajiri ya kweli. Min alkhaytil aswad min alfajr, inayotokana na uzi mweusi min alfajri, ambao ni ishara ya alfajiri. Yani hapa tunaelezwa kuna alfajiri mbili. Kuna alfajiri nyeusi, alafu kuna alfajiri nyeupe ambayo ndiyo alfajiri, ishara ya kwamba ikishaingia alfajiri tayari ndiyo mwanzo wa funga. Kwa hiyo mwanzo wa funga unaanza alfajiri, na ndiyo maana inatakikana nia ya funga, moja ya wakati wake mzuri ni wakati kabla ya kabla ya alfajiri. Kwa hiyo ikishaingia alfajiri tayari umeshaingia kwenye swaumu, huruhusiwi kula, kunywa, kufanya lolote. Lakini kabla ya alfajiri, muda huo wote unaruhusiwa kula na kunywa na mambo yoyote ambayo ni halali kuyafanya. Sasa hapa nimepagusia kwa sababu kuna watu wanasumbuka. Mtu anapata tabu, anakula daku saa 7 za usiku, ameamka saa 10, anapata tabu kunywa maji, hawezi kunywa maji. La, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajri. Sasa kwa kuchukua tahadhari kabla ya alfajiri kwa dakika kadhaa, hapo unafanya imsak min babi muqaddimati alilmiya. Kabla ya dakika kadhaa kwa kuingia wakati wa alfajiri, hapa unafanya imsak, ihtiyat. Haya, twende kwenye nukta yetu ya kwanza. Thumma atimmu siyama ila al-layli, kesha timizeni funga mpaka usiku. Hapa pamewatatiza watu wengi mno, na kutatizika kwa umma wa Kiislamu
kumekuja kwa sababu kwa sababu ya kutokuwa makini na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yanayoelezea umuhimu wa taajilul iftar, kuifanyia haraka iftari, kufuturu mapema. Hapa nadhania tafsiri wenzetu wametatizika. Makusudiwa ya taajilul iftar, kufuturu mapema. Nini maana ya kufuturu mapema? Kufanya haraka kufungua, maana yake si kufungua wakati jua bado tuna uhakika halijazama, sio kufungua muda ambao tuna uhakika usiku haujaingia. Thumma atimmu siyama ila layl. Alafu hii aya iko wazi mno, ya wala haina kona kona. Fungeni ila layl, na wala sitaki maneno hapa, sijui niletee nahwu, sijui ila harful ghaya, sijui ghaya, wala sitaki habari ya ghaya wala mughaya, wala sitaki. Nataka dhahiri ya haya maneno. Mwarabu bedui wa kawaida anayetoka kule porini, ukimwambia funga mpaka usiku haelewi jua linang'ara nje, haelewi hivyo. Na sisi Waswahili ukituambia njoo usiku, njoo nyumbani kwangu usiku, sisi Waswahili, sisi Wazaramu, sisi ukituambia shekhe na kualika nyumbani kwangu usiku, unakuja saa 12? La, unasubiria giza lifanyeje? Giza kidogo liingie ndio uje nyumbani kwangu, kwa sababu umealikwa usiku. Thumma atimmu siyama. Kwa hiyo makusudiwa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anapotuhimiza kwamba tufungue mapema, tufungulie mapema, hasemi kwamba tusisubiri jua lizame, usiku uingie. Makusudiwa jua lizame, usiku uingie, ndiyo tufungue. Ndiyo maana ya taajilul iftar. Na virozo na maajabu, ukijaribu kuzipeleleza na kuzichambua na kuzinyanyambua aya za Qur'ani zinazozungumzia usiku, utapata kwamba usiku siku zote unaoanishwa na giza, unakwenda sambamba na giza. Yani usiku haubaki unang'ara. Wallaili idha yaghsha wan nahari idha tajalla, mchana unang'ara, usiku unagiza. Waja'alna al-laila waja'alna an-nahara libasa, giza. Walailin kamauji al-bahri arkha sudula, walailin kamauji al-bahri,
arkha sudula, giza. Kwa hiyo nadhania wenzetu waelewe taajilu liftari, maana yake kufungua mapema, sio kufungua jua halijazama. Nukta ya mwisho, muda hauturuhusu. Ukijaribu kupitia kwenye mitandao ya kijamii, huwa unakutana na jambo moja la kutisha kidogo. Jamii yetu ya Kitanzania ilivyokaa, watu wetu wamekaa kufungua, wanaamini wasikie muadhini, kufungua wasikie. Kwa hiyo muadhini akisema Allahu akbar, Allahu akbar, tayari ukenda kwenye baadhi ya sehemu ya ndugu zetu, kila mtu amekaa na kijimfuko chake, kijimfuko cha tende na juisi. Muadhini akinyanyuka tu Allahu akbar, Allah, tayari. Jamani, tatizo liko wapi? Fanyeni subra, inna Allaha ma'as sabirin. Alafu jambo la kusikitisha, na hili ni jambo maulama mashekhe wanabeba dhima hili, utapata muadhini anaadhini mapema, watu wanakula, robo saa baadaye, dakika 10 baadaye ndio watu wanaswali. Sasa kwa nini mtofautishe kati ya kufungua na kuswali? Yani kama magharibi ikishaingia, magharibi ndiyo usiku. Sasa kwani kama naomba rudie tena, muadhini anaadhini, watu wanakula, hatuswali, tunasubiria dakika 10, robo saa, tumeshakula tende, alafu tunafanyaje? Ndio tunaswali. Si mnaswali kwa maana muda umeshaingia. Sasa muda wa magharibi na muda wa iftari ni tofauti au ni mmoja? Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi llail. Ghasaqu llaili ndiyo muda wa magharib, giza. Hapa kidogo pana mazoea, na Waswahili msema mazoea na nini? Mazoea na tabu. Kwa hiyo naomba niifunge nukta kwa kusema, Mtume anapozungumzia kufungua mapema, taajilul iftari, maana yake sio kula kabla jua halijazama, sio kula kabla usiku haujaingia. Maana yake ni kuhakikisha usiku umeingia, jua limezama, mkate wa jua umepotea, wekundu wa mawingu unaojitokeza upande wa mashariki ushapotea, ishara ya usiku unaingia, huo ishara ya mwanzo wa usiku. Na ndiyo maana Sheikh Abbas al-Kummi rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake cha Mafatihul Jinan akaeleza ya kwamba ni sunna uswali swala ya magharibi, baada ya kumaliza uswali swala ya isha, alafu ndio ufungue. Kama utakuwa na wageni kwa sababu wamefunga na kuwakerehesha, basi swali swala ya magharibi, ukimaliza ndio fungua, kwa sababu uyakini wa kwamba jua limezama na usiku kwa 1000% umekusha ingia. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Naona muda hukuturuhusu,
tumeweza kusherehesha hiyo nukta moja, na nukta nyingine inshallah mnaweza mkazisoma kwenye tafsiri yangu ya Qur'ani ijayo inshallah. Tuseme inshallah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات.